لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Wanadamu sio big issue, sio kosa kubwa, lakini kutokubali kuwa wewe umekosa ndio kosa kubwa, au kutokubali kurekebishwa katika uliokosa ndio tatizo kubwa. Na wakati unaporekebishwa, haitakiwi utazame umerekebishwa kwa njia ya sawa au njia ya makosa, madamu umerekebishwa. Na mimi nawashukuru waliorekebisha wote kwa njia yoyote, njia walioitumia wao. Ni umuhimu tu mmoja akaya angalia, ni hivi ndivyo sawasawa kurekebishana. Kama mimi nilivyokaa nikajua leo nimefanya makosa makubwa sana 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 sana. Makosa gani? Ya kutaka kurekebisha kosa kwa kosa. Ikiwa kuna kosa, ilikuwa kuna njia na stahiki kuzitumia, na haya ni maelezo nataka niyaelezee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi karibuni ndugu zangu nyote mumeshuhudia na ni mashahidi wa mambo yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii, mambo ambayo kwamba yanihusu mimi, mambo ambayo kwamba yanaonihusu mimi katika yale niliyoyasema kuhusu au kuizungumzia ofisi ya Mufti, sawa ikiwa ni upande wa ofisi au baraza la ulama. Yale niliyozungumza baada ya kukaa na kutafakari, na mara nyingi mwanadamu sengine hufanya kupitia hisia fulani, emotion fulani, hasira fulani, tatizo fulani. Baada ya kukaa na kuyatafakari na kuyaangalia kwa busara, na pia kupata maelezo kwa huyu na yule, Mwenyezi Mungu awajaze kheri wale waliokuja wakaweza kuninasihi, wakaweza kunielezea, wakaweza kunitanabahisha. Kwa njia ambayo kwamba niliyoisema kwenye kile nilichokiita ujumbe wangu kwa Mufti wa Zanzibar juu ya wasaidizi wake. Yani baada ya kutoa ule ujumbe, nikarudi nikakaa nikaufikiria na kupata wenye busara na wa uchambuzi wa alfadhi yatafattatu alibarat. Kwa kuwa mimi nilipofundishwa fiqihi niliambiwa fiqihi ni kuzichambua zile ibara, na mashallah kuna watu ni hodari kuchambua zile ibara. Kukaa na mimi ili tuzirudie sisi wenyewe zile ibara, nikakuta haya ambayo kwamba nitakao kuelezea yanaofuatia. Ilikuwa sitakiwi niwe na haraka, sitakiwi niwe na upesi, natakiwa niwe makini
Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia, at-ta'anni min Allah, upole ni kuyafungamanisha mambo na Mwenyezi Mungu. Wal ajalatu, na haraka haraka ni kufungamanisha mambo na shetani. Tafakuri yangu imenifunza kuwa sikupaswa, yani ile tafakari mimi nilotafakari nilitoka na natija kwa kuwa mimi sikupaswa kuyasema yale niliyoyasema, na niliyasema kuruhusu tu hisia zangu zinitawale na zile emotion zangu na ile jadhba langu, nikafika zikaweza kunisemesha niliyoyasema ambao si katika mambo mimi huyafanya. Mambo kama hayo si kawaida yangu. Ikiwa mimi nimekukosewa makosa ya uhakika yasokuwa na tafsiri, kutukanwa na familia yangu, sikuwahi kurudi, sikuwahi kuyazungumza kwenye mitandao, bali ilikuwa ni nasaha tu kuwanasihi jamii, tusitukanane, tusipende. Lakini sijui ni kama naweza kusema najua Mwenyezi Mungu hukufikisha wakati ufanye kosa ili akuhifadhi na kosa kubwa zaidi au baya zaidi. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kunitanabahisha na kunionyesha kwamba hii njia si sawa. Wewe hukufundishwa jambo kama hili, hukusomeshwa mambo kama haya, kizazi chako si kizazi cha kuweza kuyafanya mambo kama haya, na aibu kama hini uingie mitandaoni uzungumzie kosa aliyokukosea, umzungumze na umpe tahadhari au umpe challenge. La, sio madarasa yako ulofundishwa. Wewe unasibika na watu ambao kwamba hustahiki kufanya mambo kama haya. Ikiwa siwezi kujifikiria mimi mwenyewe, niwafikirie kwanza wazazi wangu na wakosea wao, pili walimu zangu, tatu familia yangu, nne jamii wanaonipenda. Hawapendi kuniona mimi katika mambo kama haya, mbali na kumfikiria kwanza Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi narudi, baada ya tafakari nilokaa nikaifikiri, imenifunza kuwa sipaswi na sikupaswa kusema yale niliyoyasema kwa ajili ya kuziruhusu hisia zangu zinitawale na kunisemesha niliyoyasema, si katika mambo ambayo kwamba mimi huyafanya au mimi nimefunzwa au mimi nimeelimishwa au mimi nimekulia nikayakuta mambo kama hayo katika jamii yangu, haswa familia yangu ya Sharaf Alwi-Dini. Wanaomjua Ustadh Alwi-Dini wanamjua vizuri, ameishi akapata mitihani, kila ina mitihani, lakini alikuwa ni mvumilivu na ni msubirivu. Mwenyezi Mungu amjaze kheri huko waliopo. Lakini kwa kuwa mimi ni mwanadamu, na sisi wanadamu, moja ya jambo ambalo kwamba tumeumbwa nalo, imekuwa ni jibila, ni maumbile, ni kukosea.
lakini si kufurahia kukosea. Kuna tofauti kukosea na kufurahia kukosea. Ni kukosea, na mwanadamu mbora ni yule akikosea anakotanabahishwa, azundukana na arudi nyuma. Na mimi hiyo ndiyo ilonifanya kufanya makosa kama yale niloyafanya kiubinadamu. Hivyo leo hapa tarehe 30 siku ya Jumapili, mwezi 29 wa Ramadhani, tukitarajia ni Ramadhani ya mwisho, nikiwa katika mji wangu nilozaliwa, mji wangu nilolelewa, mji wangu nilosomeshwa, nikiwa Lamu. Nimeamua kutoka hadharani kwenye mitandao yote na kwa njia yoyote. Lao ingewezekana nisimame juu Al-Kaaba, mimi sioni aibu, bali naona fakhari zaidi ya kuwa naweza kusema mimi nimeyafanya yale nikawa najifakhirisha. Mimi sioni fahari yale niliyofanya. Fahari naiona kwa hii ya kuja hadharani kuomba radhi kwa wale wote ambao kwamba kutokana na kile ambacho kwamba nilichokisema katika mitandao kimewaumiza. Nakubali nilifanya makosa, nakubali nilikosea, nakubali nimezungumza yasiyo sawa. Tuacheni mbali ni kweli si kweli, hayo ni baadaye. Hivi sasa mimi nakubali njia niloitumia si sawa kabisa. Maneno niloyasema yalikuwa hayapaswi ni yaseme vile, kama ambavyo kwamba naomba radhi sana, na radhi hii maalumu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yangu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa kumshirikisha katika mazungumzo yangu, na pengine kutaja niliyoyataja si maana kutaka kuonesha hana thamani kwangu, la hasha. Mimi kwangu mimi ni kwamba anzilu nasa manazilahum. Hii ndio itikadi tulofundishwa nayo sisi. Kila mmoja muheshimu kwa heshima yake, na muheshimu ni mama yangu. Kabla ya kuwa ni kiongozi wangu ni mama yangu, na muheshimu, na nitabaki na muheshimu, na nataraji naye atanifahamu kwamba yale niliyozungumza yalikuwa ni hisia ambazo kwamba hazistahiki. Kadhalika pia napenda kumuomba kaka yangu, ndugu yangu, mkubwa wangu radhi sana Rais wa Zanzibar kwa kumshirikisha pia, na pengine kutokwa na maneno, na muombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muhifadhi na mlinde marais wote wa Tanzania, wa Muungano na wa Zanzibari, na nawaomba radhi wote. Kadhalika nikichukua pia nafasi hii ya kipekee kumwomba radhi mheshimiwa mzee wangu, shekhe langu, mwalimu wangu, mufti mkuu wa Zanzibar na baraza lake lote, sawa ni ofisi, sawa ni baraza la ulama. Na waomba radhi sana. Haitoshi kuomba radhi, na
pia nakiri niko tayari, pia nakiri niko tayari kwa ajili ya kupata msamaha, ili nisamehewe na Mola wangu. Wanaoliona nastahiki juu yangu, mimi nastahiki, ingawa na wajua ni wakarimu, ni wapole, na maadamu ni maulama wataweza kufahamu kwamba mwanadamu huteleza, hakuna mwanadamu asioteleza. Kadhalika nipende kuchukua nafasi ya kipekee ni muombe radhi rais wangu mpendwa anayetusimamia nchi yetu wa Kenya, Dr. Samuel William Ruto, kwa kumshirikisha na kumtaja katika mazungumzo ambayo kwamba ilikuwa hayana haja, lakini hakuna alotajwa kwa lengo la kudharauliwa, bali aliotajwa kwa lengo la kutambuliwa kama wao vyeo waliowapewa. Na kwa kipekee napenda kuwajulisha kuwa haya yalotokea hakuna alonishawishi wala hakuna alonisongeza wala kunipa msukumo. Mimi niliyaona kwenye mitandao na comment zinazokomentiwa, nikasema bila kukaa kumshauri mwenzangu, ila nimepata kujifunza, jamanini, tuweni makini tunapotaka kufanya majambo. Na kitambo tulioambiwa ma nadima manistashara, hajuti anayetaka ushauri kwa mwenzake. Kusema kweli, sikumshauri mtu yoyote, na nawaomba yoyote atakayekuja kutukana, kundharau, kunivunja, yani kuniangusha, kunifanya lolote, mpeni nafasi, mpeni nafasi. Mwenyezi Mungu aliwapa nafasi watu, wakamwambia wewe una mtoto, wewe una mke, asiwaangamize. Kwa nini mimi Izudini nisimpe nafasi anaye? Kwa hiyo nawaomba wale wapenzi wangu, kwanza nawaomba radhi kwa kuwaingiza na nyinyi, kuwashirikisha mkawa na hisia mbaya na fikra mbaya kwa baraza la mufti na ofisi ya mufti, pengine na mufti mwenyewe. Nawaomba radhi, nawaomba radhi, na nawaomba radhi, na nawaomba kama mimi nimeomba wao radhi, msiwachukulie chuki, msiwachukulie vibaya, msiwachukulie hasira. Na yoyote atakayekuja hivi sasa, iwe kunikejeli mimi, iwe kunitukana mimi, iwe ni kunivunjia heshima mimi, kwanza mimi sistahiki kuheshimiwa kwa haswa kwa hili nilolifanya, nastahiki kuadhibiwa. Lakini nawaomba tafadhali, msimtukane anayenitukana, tuombeane tu. Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza, na Mwenyezi Mungu atuweke sehemu ambayo kwamba yastahiki, na Mwenyezi Mungu atupe tanabuhi tunapokosea, turudi nyuma, wala tusiwe na tabia ya kuona kuomba msamaha ni udhaifu, bali tuwe na tabia ya kwamba kuomba msamaha ni ukubwa na ni izi na ni utukufu. Wallahi, lau mungejua furaha nilonayo ya Mungu kuniafikia nikaomba msamaha,
mimi nalia kwa furaha, sili kwa kujuta, nalia kwa kufurahi. Alhamdulillah, ningekufa kabla kuomba huu msamaha, sijui ningekutana na Mungu kwa hali namna gani. Na siombi msamaha kwa bahati kwa sababu jingine yote. Wallahi Mungu ananijua. Naomba msamaha kwa kuwa sikulelewa katika nyumba ya watu kuwakosea watu kwenye mitandao. Sikulelewa katika madrasa inaujua kumtukana anayekutukana au kumvunjia heshima anayekuvunjia heshima. Mbali mimi sijavunjiwa heshima, mimi sijatukanwa, mimi sijaambiwa jambo lolote. Kwa nini niingie kwenye mitandao? Nikaona kwa nini mimi leo nimeweza kuja kuwataja watu wao hawajaweza kunitaja kwenye mitandao. Nimelelewa katika nyumba ambao kwamba tulikihusuya tumpenda anayetuchukia. Kwa nini watu hawajatuchukia sisi tuwachukie? Nimelelewa katika madrasa ambao kwamba mtu akikupiga upande huu muulize utahitaji na upande huu. Leo kwa nini mtu hajanipiga mimi nataka kumshambulia? Kwa hiyo ndugu zangu, wapenzi wangu, tuweni makini, tuwape nafasi, kwa sababu kosa nilolifanya Mungu ndo analijua. Na inshallah natarajia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ningekuja kuonesha mitume wengi walikubali kwa Mola wao. Kwa nini sisi waja wake wa kawaida tusije tukakubali? Mtume sallallahu alayhi wa sallam ana dua ametufundisha sisi, yaitwa sayyidul istighfar, bwana wa kutaka msamaha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bisharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Maana hapa wa abu'u bi dhanbi, nakubali. Sasa wewe kubali dhambi kwa Mungu, hukubali dhambi kwa mama ukosea waja wa Mungu. Kwa hiyo mimi nakubali, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweni makini. Watakuja watu watasema hili, watasema lile, lakini mimi ninalolisema ni hili: yale yote yalojiri yalipaswa kwanza kuwa ni mazungumzo yangu mimi na mzee wangu. Nimwendee mufti, nizungumze naye, nimweleze, nimsikilize ushauri wake, au nitafute mtu yoyote aweze, kiwa mimi siwezi kumfikia, anaweza kumfikia, azungumze nao. Lakini kama nilivyotangulia, hisia zilinighilibu, ubinadamu kanighilibu. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟